Jimbo la Tarime vijijini lina vitongoji 500 ambapo vitongoji 225 tayari vina umeme, vitongoji 52 wakandarasi wapo wanaendelea na kazi, na vitongoji 82 zabuni ya kuwapata wakandarasi imetangazwa kupitia mradi wa kupeleka umeme vitongojini awamu ya pili B. Zabuni hiyo inatarajiwa kufunguliwa hivi karibuni. Aidha, vitongoji 141 vilivyosalia vitaendelea kupelekewa umeme kupitia miradi ijayo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu ya mazuri ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa katika awamu ya kwanza na ya pili ya usambazaji umeme vijijini kupitia programu hii ya REA ilikuwa ikihusisha usafirishaji na usambazaji, lakini sasa hivi umeme umeshafika maeneo mengi katika vijiji kote nchini. Serikali haioni kwamba kuna umuhimu wa kuongeza kasi katika kusambaza umeme kwenye vijiji kwa sababu tayari umeme umeshafika katika maeneo mengi ya makao makuu ya vijiji? Swali la pili, katika wananchi wengi wameshalipia gharama zile za uunganishwaji umeme, lakini mpaka sasa wengi bado hawajaunganishwa. Je, serikali iko tayari sasa kuongeza kasi ya uunganishaji umeme katika majumba ya watu ili watu hawa waweze kunufaika na huduma hii ya umeme? Nishukuru kwa maswali mazuri ya Mheshimiwa mbunge ambayo yanaonyesha ufuatiliaji wake wa kupeleka umeme na kusambaza umeme katika vitongoji. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inayo mpango wa kuongeza kasi ya kusambaza umeme kwenye vitongoji. Kama ambavyo wengi wanafahamu, katika kipindi cha miaka 5 serikali imedhamiria kupeleka umeme katika vitongoji 20,000 kwa bajeti ya takriban trilioni 5.8. Na kwa awamu ya kwanza tumeshatangaza sasa vitongoji 9,000 kwa ajili ya kutafuta wakandarasi, mradi ambao utagharimu takriban trilioni 1.5. Kwa hiyo ni azma ya serikali kuendelea kuongeza kasi katika kusambaza umeme kwenye vitongoji ili kuwafikishia wananchi wengi zaidi na kuboresha shughuli zao za kijamii na kiuchumi. Na katika swala la pili la kuunganisha umeme, serikali inayo mikakati ya kuendelea kuboresha na kufikisha huduma kwa haraka kwa wananchi. Tumejiwekea kwamba ndani ya siku 12 wateja waweze kuunganishwa, lakini serikali imekuwa ikiboresha bajeti ya ndani ya TANESCO na bajeti inayotoka serikali kuu kwa ajili ya miradi ili kuirahisisha TANESCO kuendelea kupata fedha zaidi ili vifaa vinavyotumika katika kuunganisha umeme, mfano nguzo, waya pamoja na mita, viweze kupatikana kwa wepesi na wananchi waendelee kuunganishwa umeme kwa haraka. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, TANESCO inajidhatiti kwa kweli na inaendelea kuboresha huduma kwa ajili ya kuwafikishia wananchi wengi zaidi na kuunganishia umeme kwa wakati.